Hivi karibuni tulipata swali kutoka kwa baadhi yenu watazamaji wa Mbwaduke Stars Sport Next Level kwamba ikitokea kwenye mchezo wa mpira wa miguu, mpira wakati unaanzishwa katikati, ama ndo mechi inataka kuanza kuchezwa, au wakati ambapo bao limefungwa mpira unaenda kuwekwa kati, au half time na nyakati nyingine ambazo kimsingi ni kwenye kick off, kwenye kuanza mpira pale katikati mwa mstari wa uwanja. Je, ikitokea timu inauanzisha mpira, yule anayeanza kupiga mpira kwa mara ya kwanza akapiga shuti moja kwa moja halafu likenda wavuni, je, litahesabiwa kuwa ni bao? Hilo ndo swali la msingi. Sasa katika kusaidiana ili kuepuka mabishano hasa vijiweni, kwenye vijiwe vya soka kuhusiana na hoja za namna hii, tumeona ni vyema tukafafanua kidogo, kwa sababu ni muhimu ili siku nyingine ikitokea kusitokee ubishani, ifahamike wazi kwamba uamuzi sahihi ni upi, na kwamba muamuzi atakachoamua kisiwe chanzo cha mjadala juu ya usahihi ama la. Iko hivi, katika sheria za mpira wa miguu kwenye sheria namba 8 inazungumzia juu ya kuanza au kuanzishwa tena mpira uwanjani. Kwanza huku kunahusisha baada ya bao kufunga, kwa nilivyotoka kueleza awali, bao likifungwa, timu iliyofungwa inachukua mpira na kwenda kuanzisha katikati, au wakati wa kuanza mchezo wenyewe kwenye sekunde ya kwanza ya mchezo mpira uanza kwa kuwekwa pale kati na kuanza kuchezwa, au kuna kuanzisha tena mpira kwenye mapigo ya free kicks na kadhalika. Sasa hapa kimsingi tunazungumzia lile la kuanzisha mpira katikati ya mstari wa uwanja. Mpira kwenye maeneo mengine unaweza kaanzishwa kulingana na, kwa mfano, faulo ni ipi? Faulo inayozaa direct free kick, yani pigo huru la moja kwa moja, ama pigo huru lisilokuwa la moja kwa moja, kwamba mpira lazima uguswe na mwingine kabla ya kuchezwa na kadhalika. Huko hatuzungumzii. Tunazungumzia mpira unaanzwa katikati ya pale ya dimba la uwanja. Sasa iko hivi, kwa ufupi sana ni kwamba anayeanzisha mpira kama anapiga shuti moja kwa moja likenda wavuni kwa wapinzani wao, na hilo linakuwa ni goli safi wala halina mushkeli, kwamba mpira wake mmoja tukapiga shuti bang likenda kuingia wavuni, hilo ni bao, halina shida. Lakini ikitokea huyo anaanzisha mpira akapiga shuti la namna hiyo kuelekea langoni kwao, halafu likenda wavuni moja kwa moja bila kuguswa na yeyote, huo mpira unakuwa kona. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria hii, sheria namba 8 ya kuanzisha kwa mchezo. Inakuwa ni kona kuelekea langoni kwao, haiwi bao kwamba amejifunga, la hasha, inakuwa kona. Nadhani hapa imeeleweka. Lakini katika namna ya kawaida, yule anayeanzisha mpira hatakiwi kugusa mpira zaidi ya mara moja ili kufanya hilo. Yani kwa mfano, isitokee anayeanzisha mpira akausogeza mpira mbele kwa maana kujipasia mwenyewe, halafu akaenda kupiga shuti litakalokwenda wavuni, la hasha, hilo haliwezi kuwa bao na wala hairuhusiwi. Hiyo itakuwa ni indirect free kick. Yani hata asipofunga, kitendo cha kujipasia mwenyewe, yani akaugusa halafu auguse tena kabla mchezaji mwingine yoyote kuugusa wa timu yake au timu pinzani, hiyo inakuwa sio sawa sawa. Sheria hairuhusu. Sheria namba 8 ya kuanzwa kwa mchezo, badala yake itakuwa ni indirect free kick kuelekea langoni kwao, yani faulo, pigo lisilokuwa la moja kwa moja kuelekea langoni kwao, kwamba mpira huo utakapoanzishwa kwa kuadhibiwa wao, basi lazima uguswe pia na mchezaji zaidi ya mmoja ili uendelee. Nadhani imeeleweka vizuri. Kwa hiyo kimsingi swali kuu ni kwamba akiweka mpira akipiga moja kwa moja wavuni, hiyo ni kamba, hakuna mushkeli, bali akifanya hivyo kwenye lango lao, huyu alianzisha mpira, inakuwa ni kona. Bila shaka imeeleweka vizuri kwa kuzingatia hiyo sheria namba 8 miongoni mwa sheria 17 za mpira wa miguu. Je, una maoni yoyote kuhusiana na hili? Unaweza ukachangia kupitia eneo la kutoa maoni, tunasema comments. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stars Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Hatakiwi kugusa mpira zaidi ya mara moja ili kufanya hilo. Yani kwa mfano, isitokee anayeanzisha mpira akausogeza mpira mbele kwa maana kujipasia mwenyewe, halafu akaenda kupiga shuti litakalokwenda wavuni, la hasha, hilo haliwezi kuwa bao na wala hairuhusiwi. Hiyo itakuwa ni indirect free kick. Yani hata asipofunga, kitendo cha kujipasia mwenyewe,
yani akaugusa alafu auguse tena kabla mchezaji mwingine yoyote kuugusa wa timu yake au timu pinzani, hiyo inakuwa sio sawa sawa. Sheria hairuhusu. Sheria namba 8 ya kuanzwa kwa mchezo, badala yake itakuwa ni indirect free kick kuelekea langoni kwao, yani faulo pigo lisilokuwa la moja kwa moja kuelekea langoni kwao, kwamba mpira huo utakapoanzishwa kwa kuadhibiwa wao, basi lazima uguswe pia na mchezaji zaidi ya mmoja ili uendelee. Nadhani nimeweka vizuri. Kwa hiyo kimsingi swali kuu ni kwamba akiweka mpira akipiga moja kwa moja wavuni, hiyo ni kamba, hakuna mushkeli, bali akifanya hivyo kwenye lango lao, huyu alianzisha mpira, inakuwa ni kona. Bila shaka imeweka vizuri kwa kuzingatia hiyo sheria namba 8 miongoni mwa sheria 17 za mpira wa miguu. Je, una maoni yoyote kuhusiana na hili? Unaweza ukachangia kupitia eneo la kutoa maoni, tunasema comments. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Takiwi kugusa mpira zaidi ya mara moja ili kufanya hilo. Yaani kwa mfano, isitokee anaanzisha mpira akausogeza mpira mbele kwa maana kujipasia mwenyewe, halafu akaenda kupiga shuti itakalokwenda wavuni. La hasha. Hilo haliwezi kuwa bao na wala hairuhusiwi. Hiyo itakuwa ni indirect free kick. Yaani hata asipofunga, kitendo cha kujipasia mwenyewe, yani akaugusa halafu auguse tena kabla mchezaji mwingine yoyote kuugusa wa timu yake au timu pinzani, hiyo inakuwa sio sawa sawa. Sheria hairuhusu. Sheria namba 8 ya kuanzwa kwa mchezo, badala yake itakuwa ni indirect free kick kuelekea langoni kwao, yani faulo pigo lisilokuwa la moja kwa moja kuelekea langoni kwao, kwamba mpira huo utakapoanzishwa kwa kuadhibiwa wao, basi lazima uguswe pia na mchezaji zaidi ya mmoja ili uendelee. Nadhani nimeweka vizuri. Kwa hiyo kimsingi swali kuu ni kwamba akiweka mpira akipiga moja kwa moja wavuni, hiyo ni kamba, hakuna mushkeli, bali akifanya hivyo kwenye lango lao, huyu alianzisha mpira, inakuwa ni kona. Bila shaka imeweka vizuri kwa kuzingatia hiyo sheria namba 8 miongoni mwa sheria 17 za mpira wa miguu. Je, una maoni yoyote kuhusiana na hili? Unaweza ukachangia kupitia eneo la kutoa maoni, tunasema comments. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.